Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo kuhusu alama za ufunguo. Somo kuhusu alama za ufunguo. Na muhimu kufahamu, katika somo letu tutajifunza kipandisho, kiteremsho na kifuto katika hatua za mwanzo, ili tuweze kusaidia kuelewa nini kuhusu alama za ufunguo. Lakini baada ya hapo tutajifunza alama za ufunguo, na mwisho kabisa tutajifunza kupanga solfa kwenye kila alama ya ufunguo. Tutajifunza kupanga solfa kwenye kila alama ya ufunguo, au kupanga nota kwenye kila alama ya ufunguo. Kama ni mara yako kwanza kufuatilia, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe, na ili wa kwanza kupata taarifa zetu na mafunzo yetu pia yanapokuwa hewani. Lakini pia karibu kulike, comment na kushare, ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi na sote tuweze kubarikiwa. Kipandisho, kiteremsho na kifuto. Kipandisho, kiteremsho na kifuto. Hizi alama tutajifunza kwa hatua ya mwanzo, lakini tutajifunza zaidi tutakapofika kwenye kusoma toni na nusu toni, ili tuweze kuelewana vizuri zaidi. Lakini sasa hivi tutajifunza kwa sababu ndizo alama tunazotumia katika kuandika alama za ufunguo. Kwanza na alama moja moja. Kipandisho ni nini? Kipandisho ni nini? Kipandisho ni alama ambayo inatumika kuongeza umbali wa noti wa nota, tuseme kwa nusu hatua. Inatumika kuongeza umbali wa noti au kupandisha noti kwa umbali wa nusu hatua, kwa umbali wa nusu hatua au kwa umbali wa nusu toni. Na alama hiyo kipandisho pia huwa inaandikwa hivi kwa mtindo kama wa lei, au kama ambavyo inaonekana kwenye kielezo katika pembeni mwa video hii. Lakini pia huwa inaitwa sharp. Kwa hiyo hii alama yenyewe inaongeza umbali wa nusu hatua wa noti. Kwa mfano rahisi, tunaweza kutazama kwenye kinanda. Kwa mfano tukizipanga herufi za kimuziki kwenye kinanda kama huwa zinapangwa. Kwa mfano hapa huwa inakaa herufi C. Tukisema tuongeze umbali wa nusu hatua, maana yake tunatembea kibatani kimoja mbele cha kinanda, tunaenda mbele kibatani kimoja. Tukitaka tuende kwa hatua nzima, tunatembea batani mbili. Kwa mfano hapo, kutoka hapa kuja hapa, kutoka C kuja kwenye batani hiki cheusi ni umbali wa nusu hatua. Kwa hiyo hii nota hii C ikija hapa imepandishwa kwa umbali wa nusu hatua. Kwa hiyo tunaweza kuiita C sharp. Imepandishwa kwa umbali wa nusu hatua. Lakini pia tunaweza kuchukua baadhi nota hapa ni D. Tunasema tuipandishe hapa mbele, yani kuipandisha kupeleka mbele, maana tunakuwa tumeipandisha kwa umbali wa nusu hatua, inakuwa inaitwa D sharp. Kwa hiyo kipandisho ni alama inayotumika kuongeza umbali wa noti kwa nusu hatua, umbali wa noti kwa nusu hatua. Hicho ni kipandisho. Kuja kwenye kiteremsho au flat, hii ni alama inayotumika kuteremsha au kupunguza umbali wa noti kwa nusu hatua. Ni alama inayotumika kupunguza umbali wa noti kwa nusu hatua. Kama ninavyoona hapa ni kiteremsho, lakini pia alama yake huwa inakuwa kama B. Lakini pia unaweza kaangalia pembeni mwa video hii kuna kielezo ambacho kinaonyesha alama hii ya kiteremsho au flat. Kwa hiyo kwa mfano hapa tunajua hapa kabisa ni nini? Ni herufi G, labda ipo kwenye kinanda. Kwa mfano rahisi, ukitaka kuteremsha ile sauti ambayo inabidi isike G kwa umbali wa nusu hatua, mecha itakuwa itarudi nyuma kwenye kibata hichi kimoja. Kwa hiyo itakuwa nini? Ni G flat. Itakuwa ni G flat. Lakini pia tunaweza kuchukulia mfano kama hapa ni pana herufi D. Tukisema tuishushe hii kwa umbali wa nusu hatua, maana yake itakuwa ni D flat, hii ambayo iko kwa upande wa nyuma. Kwa hiyo kiteremsho ni alama inayotumika kupunguza au kushusha umbali wa kushusha noti kwa umbali wa nusu hatua. Lakini kifuto au natural, hii ni alama ambayo inatumika kuonesha ukawaida wa noti katika mpangilio wake. Yaani hizo noti zote ambazo zimejipanga hivi bila kupandisha au kushusha, imeacha ndio zipo katika mfumo wa natural. Yaani kwamba ukipanga hapa pana C, pana D, pana E, hapa pana F.
80 hapa nilikosea, niweke F. Kuona vizuri. F, pana G, pana A, pana B, pana C, pana D, E, F, G, A, B na kuendelea. Maana yake note zilivyo kawaida tu hivi, maana yake zipo katika nini? Zipo katika natural. Katika kifuto. Lakini ukizipandisha au kuteremsha, maana yake ndio ama utazipandisha kama tunaona hapo, lakini pia au utazishusha kwa umbali wa nusu hatua. Lakini pia kitu ambacho tukajifunza kwenye kipandisho kiteremsho na kifuto ni kuhusu enharmonic notes. Enharmonic notes ni noti ambazo zina majina tofauti lakini zinamaanisha kitu kimoja. Zina majina tofauti lakini zinamaanisha kitu kimoja. Kwa mfano, hii noti hapa tumesema imeshushwa kwa umbali wa nusu hatua, kwa hiyo imetengeneza G flat. Lakini ingekuwa ni noti F tumeipandisha, tungesema inaitwa nini? F sharp. Kwa hiyo hii ni enharmonic note, kwamba inaweza ikaitwa G sharp, G flat au pia ikaitwa nini? F sharp, kwamba ina majina mawili lakini inamaanisha kitu kimoja. Hiyo ni maana ya enharmonic notes. Lakini pia unaweza kuja kwenye hapa, hii tumesema ni D flat kwa sababu imeshushwa kwa umbali wa nusu hatua. Lakini hii ingekuwa imepandishwa, ingekuwa inaitwa C sharp. Kwa hiyo C sharp au D flat mesha zote zinamaanisha noti moja. Zinamaanisha noti moja ambayo imepandishwa kwa umbali wa nusu hatua, imeshushwa kwa umbali wa nusu hatua, ambayo ndio hii hapa. Kwa hiyo ni noti moja kuwa na majina mawili ambayo yote yanamaanisha kitu kimoja. Hicho ndio tunakiita enharmonic notes. Kwa tumejifunza kipandisho, kiteremsho na kifuto kwa hatua za mwanzo kabisa, ili ziweze kutusaidia kuweza kujua alama za ufunguo. Ingekuwa ngumu sana kukwambia kwamba alama ya ufunguo fulani ni sharp 2 au ni hivi, kama hujui sharp zenyewe ni vitu gani. Kwa tumejifunza hizi alama ili ziweze kutusaidia kuweza kujifunza alama za ufunguo. Tukajua kwamba hapa tumeweka hizi ni sharp, tumeweka hizi ni flat, kama ambavyo natumia katika kuonesha alama za ufunguo. Alama za ufunguo. Alama za ufunguo ni nini? Alama za ufunguo ni alama ambazo huandikwa mara nyingi mwanzoni mwa stafu ili kuonesha herufi ya kimuziki ambayo inatawala kipande cha wimbo au cha muziki au wimbo wote kwa ujumla. Au ni alama ambayo huandikwa mara nyingi mwanzoni mwa stafu ili kuonesha pitch au kimo cha wimbo, kipande cha wimbo au wimbo mzima. Maana kwamba ikiwekwa hii alama tajua wimbo tunaimbia katika sehemu fulani ya kimo cha sauti. Tunaimbia juu, tunaimbia chini kulingana na herufi ambayo itakuwa nafanyaje imetumika. Na herufi za kimuziki ambazo tunazitumia ni herufi A, B, C, D, E, F na G. Maana yake alama ya ufunguo itakuonesha au itatuonesha kwamba huu wimbo wetu ni ufunguo gani. Labda kama ni ufunguo C. Tukishajua kama ni ufunguo C, tutajua kabisa herufi C iko wapi? Herufi C ipo hapa. Kama C ipo hapa, do ya C ipo hapo. Na baada ya hapo itatuwezesha kuweza kusoma wimbo. Kwamba hii alama ndio itakayotufanya tujue herufi iko wapi. Baada ya kujua herufi iko wapi, tunaweza tukapanga majina silabi zile za kimuziki na tukaweza kufanyaje kusoma wimbo kadri ambapo unakuwa umefanyaje umeandikwa kwenye wimbo husika. Kwa hizi alama zenyewe zinatuonyesha sehemu ya wimbo ambapo unaimbiwa au unatuonyesha herufi ya kimuziki ambayo inatawala wimbo mzima. Kwa hiyo alama hizi za ufunguo tunazionyesha kwa kutumia kipandisho pamoja na kiteremsho. Lakini tunatumia kipandisho pamoja na nini? Na kiteremsho. Kwa kuipanga kipandisho na kiteremsho ndio tunaweza tukaonesha hizi alama za ufunguo. Kuna namna yake ya kuzitengeneza hizi funguo mpaka zinakuja kutokea kuwa na idadi ya vipandisho au kiteremsho ambayo inavyo, lakini tutajifunza zaidi katika somo la skeli au ngazi. Kwa sababu tunachohitaji tujifunze jinsi ya kujua huu ni ufunguo gani, ikaa vipandisho hivi ni ufunguo gani, ili uweze kutusaidia au turahisishie tuweze kusoma wimbo kwa urahisi katika hizi hatua za mwanzo. Kama ukishajua tu alama ya ufunguo, utaweza kujua herufi ilipo. Baada hapo utajua hapo ndo pana do, utazipanga silabi za kimuziki na utaweza kusoma
mziki. Lakini kwenye somo la scale au ngazi ndipo utajifunza jinsi ya kuzitengeneza hizi alama za ufunguo, kwamba kwa nini ina kipandisho kimoja, kwa nini hii ina kiteremsho kimoja na kadhalika. Kwa sasa naomba tuone jinsi ya kuipanga idadi ya vipandisho na viteremsho ambavyo vinaweza vikatuonesha alama za ufunguo. Alama za ufunguo zinapopangwa kulingana na sharp pamoja na flat, au pamoja na vipandisho pamoja na viteremsho. Kwanza kabisa kwenye alama za ufunguo, ukiona wimbo hauna alama yoyote ya kipandisho au kiteremsho, maana yake wimbo huo ni C. Kwa hiyo ndio nimeweka hapa C empty. Kama ukikutana sehemu ambapo hamna kipandisho chochote wala kiteremsho mwanzoni mwa wimbo, maana yake wimbo moja kwa moja ni ufunguo C, kwa sababu ufunguo C ni ufunguo mama, na hizi funguo nyingine zote tunazizalisha kwa kuzipandisha au kuteremsha kutoka kwenye ufunguo C. Kwa hiyo ukikutana alama, hamna alama yote ya kipandisho au kiteremsho, maana yake wimbo wako ni ufunguo C. Lakini kianza na alama za funguo ambazo zimepandishwa, kwa sababu tutajifunza tu alama kama ambavyo nimekuambia, lakini katika somo la scale au ngazi au mizani katika muziki ndipo tutajifunza jinsi ya kutengeneza hizi alama za ufunguo. Katika alama za vipandisho ukutana ipo na alama ya sharp moja, hiyo inakuwa ufunguo G. Ukutana ipo na sharp mbili, inakuwa ni ufunguo D, dada. Ikiwa na sharp tatu ni ufunguo A, herufi A. Lakini ikiwa na sharp 4 ni ufunguo E au A. Ikiwa na sharp 5 ni ufunguo B au baba. Lakini ikiwa na sharp 6 ni ufunguo F, au fa. Sasa ikiwa na sharp 7 ni ufunguo gani? Naomba niandikie kwenye comment hapo kadi ambayo unafahamu ikiwa na sharp 7 ni ufunguo gani. Lakini unaweza ukatumia vifupisho mbalimbali katika kuzikumbuka hizi alama kwa urahisi, hasa katika hatua za mwanzo, kwa sababu sio rahisi kukariri moja kwa moja kwamba hii ni G, ni D, ni A, ni E. Unaweza ukatumia vifupisho vifuatavyo kuweza kutambua alama ya ufunguo kwa urahisi zaidi. Unaweza ukatumia go down and enter by force. Go down and enter by force. Hii inatumika na imekuwa maarufu zaidi. Inatumika zaidi kwamba unajua sasa ikisema go ni ufunguo G, go down kwa kuna sharp mbili, go down maana yake ni ufunguo dada. Go down and enter by, kisha kuna sharp 5 ni ufunguo gani? Ni ufunguo B. Na kadhalika unaweza kutumia katika funguo nyingine. Lakini pia kwa namna hiyo unaweza kutumia vifupisho kama hiki hapa cha Kiswahili kinaitwa gari dogo analo Evaristi basi furahi. Gari dogo analo Evaristi basi furahi. Yaani kama ni kuna sharp 4 nimeshasema gari dogo analo Evaristi, kwa moja kwa moja unajua huo wimbo wako upo kwenye ufunguo E au A. Lakini unaweza kusema gari dogo analo Evaristi basi, gari dogo analo Evaristi basi, unajua kabisa kama ni sharp 5 ufunguo wako upo katika wimbo wako upo katika ufunguo B. Lakini pia kifupisho kingine unaweza kutumia hapa ni good days always end by feeling cheerful. Good days always end by feeling cheerful. Good days always end by feeling cheerful. Pia unaweza ukaitumia kama mnemonic au kama namna ya kukumbuka alama za ufunguo zilizopo katika sharp. Lakini pia katika funguo ambazo tunajua kutumia alama za flat au zilizoteremshwa ni kwamba ikiwa haina alama ya kiteremsho au haina alama ya flat, hiyo tayari ni ufunguo C. Lakini ikiwa na alama moja ya flat inakuwa ni ufunguo F. Ikiwa na alama 2 ni ufunguo B. Ikiwa na alama 3 ni ufunguo E. Ikiwa na alama 4 ni ufunguo A. Ikiwa na alama 5 ni ufunguo D. Ikiwa na alama 6 ni ufunguo G. Na ikiwa na alama 7 pia unaweza ukaniandikia kwenye comment section hapo chini kwamba zenye alama 7 ni funguo gani. Lakini kwa kupata kifupisho hiki unaweza ukatumia pia kwa ajili ya kukumbuka hizi alama
za tunaotumia kiteremsho, ambayo inasema feel better even after days go crazy. Feel better even after days go crazy. Unaweza kutumia hiyo, lakini kwa Kiswahili huwa tunatumia fuga bata, endelea alikoishia dogo Gideoni. Fuga bata, endelea alikoishia dogo Gideoni. Inaweza kukusaidia pia kukumbuka alama za ufunguo wa flat. Ukiangalia kwenye hizi alama zote ni kwamba kwa lugha rahisi unaweza hizi alama zinapinduka, kwa sababu kama tulisema kwenye kupandisha na kushusha, kama tulivyosoma kwenye pamoja na kiteremsho, maana yake ni idadi ya nota ambazo zinakuwa zimepandishwa au zimeteremshwa. Kwa utakuta huko ambayo ilikuwa ina sharp moja, huku inakuwa ina flat 6. Na huko ambayo ilikuwa ina sharp 6, huku inakuwa ina flat ngapi? Ina flat moja. Ni kamba ni kana kwamba zimepinduka. Unaweza kutumia hata mnemonic hizi kukumbuka hizi funguo, lakini ukumbuke zenyewe zinaenda kinyume nyume, kwamba hii yenye moja huku ndio ina nyingi, na yenye nyingi huku ndio huku ina nini? Ina moja, kama ambavyo tunaona hapa. Unaweza ukaniuliza sasa, kwa mfano G hii hapa na G flat zina tofauti gani? Kwenye kuzisoma muziki zote tunazisoma pamoja. Sehemu yenye do ndio pote pa do hapo, lakini hizi mbili zinatofautiana katika vimo vya sauti au katika pitch. Kana kwamba hii moja inakuwa ni G, lakini hii nyingine ambayo ni flat dimension yenyewe inakuwa imepungua kwa umbali wa nusu hatua. Utajifunza vizuri zaidi katika somo la scale au mizani, ambapo utajifunza jinsi ya kutengeneza hizi alama za ufunguo. Sasa baada ya kusoma hizi alama za ufunguo, sasa tuanze kupitia kila alama ya ufunguo na jinsi ya kuzipanga nota au solfa kwenye kila alama ya ufunguo, ili tuweze kujua do ni ipi kwenye ufunguo huu, re ni ipi, mi ni ipi, kulingana na funguo zote kama ambavyo zinaonekana hapa. Tutatumia mifano hadi ambapo tutakuwa tunaendelea na somo hilo. Lakini pia nikukumbushe kwamba masomo haya tunayosoma yote hapo katika kitabu chetu cha Jifunze Muziki sehemu ya kwanza ambayo kinapatikana soft copy. Unaweza ukagoogle hata mtandaoni ukaandika tu Jifunze Muziki, itakuletea moja kwa moja kwenye website ya Get Value, kwa unaweza ukanunua na ukatumia hapo. Lakini pia link ya kukipata kwa urahisi zaidi ipo katika maelezo ya video hii. Lakini ukihitaji kwa mahitaji ya hard copy, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba pia zilizopo chini ya video hii. Sasa tutaanza kuweka hizi solfa kwa kila ufunguo. Tukianzia kwa ufunguo C, kama tunavyoona hapa, staff zote hazina nini? Hazina alama. Kwa hiyo tutajua mfano ni ufunguo G clef, lazima tujue labda do ya C inaanzia wapi, sio? Kwa hiyo kama do ya C kama hapa ni G, na maana itakuwa hapa ni E, hapa ni F, hapa ni E, hapa ni D, utakuta C ipo kwenye nini? Kwenye mstari wa ziada au C ya kati. Utakuta hapa ndo pana do. Kwa kama itakuwa kwenye staff hii ya kitabu cha juu itakuwa ni do, re, mi, fa, so ipo hapa, la iko hapa, ti iko hapa, do iko hapa. Au kama ni kwenye kitambulisho cha sauti za chini, hali kadhalika taangalia G, hii hapa ni F clef. Kwa hiyo kwenye mstari wa pili hapa ni F clef. Kwa kama hapa ni F, mbele yake ni G. Mbele yake kwenye mstari huu ni A. Mbele yake kwenye nafasi ni B. Hapa kwenye mstari ndo nini? Kwenye mstari ambao ni C kati ya mstari wa ziada pia ndo C. Kwa hiyo hapa do ya C ndo inaanzia. Kwa sababu tumeshaujua wimbo ni ufunguo C. Kwa hapa itakuwa do, na kama tutapanga kwenda nyuma itakuwa ndo tunapanga kuzirudi nyuma zile solfa. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Kwa hiyo cha kwanza itabidi utambue ufunguo huo kwa kuangalia alama ambazo tumejifunza hapa nyuma. Kisha tambua wimbo kwa ufunguo, itabidi utambue do ya ufunguo huo inaanza wapi. Na ukishatambua do ya msingi ya ufunguo inaanza wapi, utazipanga hizi solfa kulingana inapoanzia do kwa kuelekea mbele, maana itakuwa ni do, re, mi, fa, so, la, si, do. Lakini kwa kurudi nyuma itakuwa ndio hivyo, do, si, la, so, fa, mi, re, do. Kwa hiyo ukishaelewa hivyo, maana msingi ni unachotakiwa ni kukalili funguo, na baada ya hapo kila wimbo unaweza ukaweka hizi solfa kulingana na wimbo wenyewe. Kwa mfano tukija kwenye ufunguo G utakuta G tumeshajua G, tunakuwa tunajua G ni kwenye mstari wa pili. Hii ni G clef, kwa kwenye mstari wa pili ndo kuna G, do ya msingi ya G inaanzia hapa. Kwa hiyo hapa ndo patakuwa pana do yetu. Utakuwa tukifuata mstari wa pili utakuta hapa nini? Do imeanzia. Kwa kama tutazipanga kwenda mbele itakuwa ndo do, re, mi, fa, so, la, si, do.
Lakini kama tutarudi nyuma kuanzia hapa kwenye mstari wa pili itakuwa ni do, ti, la, so, hivyo na kushuka na kushuka na kushuka. Hali kadhalika tukija kwenye kitabu cha sauti za chini tunajua hii ni F clef. Kwa hiyo inabidi tutafute G na iko wapi? Kwa kwenye mstari wa pili ndio F. Kwa G itakuwa kwenye mstari kwenye nafasi hii hapa. Nafasi hii hapa. Kwa hapa ndo patakuwa pana nini? Pana do yetu ya ufunguo G. Kwa hiyo tukisha hapa juu hapa ni do. Kwa kama nikwenda mbele itakuwa ni do, re, mi, fa. Lakini kwa kurudi nyuma itakuwa ni do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Nimesha do tena itatoka kwenye nini? Sehemu ambako pana G. Hasa kwa hizi funguo ambazo zimepandishwa na funguo ambazo zimeshushwa kwenye kusoma kwenye staff zote tunazisoma sawa, lakini kwenye kuziimba ndio zinatofautiana kwa sababu inakuwa imepandishwa, hii hapa imefanyaje? Imeshushwa. Lakini kwenye kusoma kwenye staff inakuwa ni sawa. Kwa mfano kama umeshajua alama hii ni alama ya G ambayo imepandishwa, lakini hali kadhalika hii ni alama ya G ambayo imeteremshwa, lakini do zake zote zinaanzia kwenye mstari wa ngapi? Wa pili. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye mstari wa pili hapo utakuta nako ndo do yake inaanzia. Kwa hapo utazipanga kawaida kama ambavyo tumezipanga hapa kwenye iliyopandishwa kwamba kwenye mstari wa pili itaanzia do, re, mi, fa, so, la, si, do. Hali kadhalika utakuja kwenye mstari wa huko kwenye kitabu cha sauti za chini utafuta mstari wa pili hapa ndo inaanzia F. Ni kwa sababu inaitwa F clef. Lakini tukija hapa mbele inakuwa nini? G. Kwa hiyo G hapa tutapanga hali kadhalika do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Hali kadhalika utakuja ufunguo unaofuata ufunguo D hivyo hivyo. Hii ni G clef. Kwa hiyo kama ni G kwenye mstari wa pili nini? Ni G. Je, D iko wapi? Kwa hiyo itakuwa G, A, sio B, C. Utakuta D ipo kwenye mstari huu hapa, mstari wa 4. Kwa hapa ndo pana do yetu. Kwa hiyo tukinyosha huu mstari utakuta ndo kwenye mstari wa 4 hapa ndo kuna do hii hapa. Kwa kama tutaenda mbele itakuwa ni do, hapa ni re, hapa ni mi, hali kadhalika. Kama turudi nyuma itakuwa ni do, si, la, so, fa, mi, re, do. Hata kadhalika tukija kwenye kitambulisho cha sauti za chini tutaangalia kwanza hii ni F clef. Je, si D inaanzia wapi? Kama hapa ni F, nyuma yake itakuwa ni E, nyuma yake itakuwa ni D. Kwa hapa ndo pana do kwenye mstari wa 3 kutoka chini. Kwa hiyo itakuwa ni do, re, mi, fa, so, la, si na kuendelea. Hadi kadhalika kama rudi nyuma itakuwa ni do, si, la, so, fa na kuendelea. Na tunapozipanga kwenye D sharp, hadi kadhalika tunapozipanga kwenye nini? Kwenye D ambayo imefanyaje? Imeshushwa. Hadi kadhalika kwa ufunguo A, utakuta yenyewe ina alama 3. Na hii yenye ambayo imeshushwa na alama 4. Kwa utaangalia kama hii ni G, A do yake inaanzia wapi? Hapa sasa ni G clef. Kwa hiyo A yake itakuwa kwenye mstari wangapi? Wa pili. Kwa hapa ndo pana nini? Pana do ya A kwenye mstari, kwenye nafasi, kwenye hii nafasi baada ya kutoka kwenye G. Kwa hapa ndo itakuwa nini? Do. Kwa utakuta kwenye mstari hapa ndo do. Hii ndo do, hii ndo re, hii ni mi, hii ni fa, hii ni so, hali kadhalika. Kwa hata ukija kwenye kitambulisho cha sauti za chini, hii ndo G. Hii ndo G. Hii ndo F clef. Kwa kama hapa ni F clef tunaacha tunatafuta nini? A iko wapi? Kwa kama ni F, utakuja hapa ni G, hapa ni A. Utakuta hii kwenye mstari wa ngapi? Wa 5 ambao ni mstari wa juu kabisa. Kwa hapa nitakuwa ipo do ya nini? Ya ufunguo A. Kwa kama kuzipanga hapo kuendelea mbele itakuwa ni do, re, mi na kadhalika. Kama itakuwa ni kurudi nyuma itakuwa ni do, si, la, so, fa, mi, re. Ukifika kwenye A tena inakuwa nini? Do. Inakuwa ni do. Hali kadhalika kwenye flat vivyo hivyo. Vile vile ukija kwenye hii ambayo imepandishwa utakuta kuna alama 4. Hali kadhalika utatafuta kwa sababu ni G clef, kwa hapa na G. Je, hii inaanzia wapi? Utakuta hapa ni G, nyuma yake ni F, nyuma yake ni E. Kwa kwenye mstari wa kwanza ndo do inapoanzia kwenye mstari. Kwa kama tutazipanga hapa itakuwa ni do, re, mi, fa na kuendelea. Kama itakuwa kurudi nyuma itakuwa ni do, si, la na kurudi nyuma. Kama hiyo itafuta sauti za chini hali kadhalika kwa sababu hii ni F, ya nyuma yake nini? Ni E. Kwa hiyo hapa kwenye nafasi ndio utakuwa na do, do, re, mi, fa, so na kuendelea hivyo hivyo. Hali kadhalika na kwenye iliyoshushwa flat yake unaweza kufanya hivyo hivyo. Pia kwenye B flat utakuta hapa na alama hizi za kupandisha 5 sharp, lakini pia kwenye flat zinakuwepo ngapi? 2, na unafanya vivyo hivyo. Kwa utatafuta hapa kwenye G clef, hii ni G clef. Kwa F nani B iko wapi? Kwa utaanza hapa G, hapa ni A, B utakuta ipo kwenye mstari wa 3 kutoka chini. Kwa hapo kwenye mstari wa 3 ndo kwa nini?
pana do. Kama utazipanga kuanzia hapa itakuwa ni do, re, mi, fa, so, la, si na kadhalika. Kama itakuwa ni kushuka chini itakuwa ni do, si, la, so, fa na kadhalika. Lakini hadi kadhalika kuja kwenye kitabu cha sauti za chini mecha utatafuta hii ni F clef. Kwa hapo unajua kwenye mstari wa pili pana F. B, je, B iko wapi? Kwa kama hapa ni F, taangalia itarudi nyuma itakuwa ni E, itarudi nyuma itakuwa ni D, itarudi nyuma itakuwa ni C. Utakuta B ipo kwenye mstari wa pili kutoka chini. Kwa hapa ndo patakuwa pana do ya msingi ya ufunguo B. Kwa itakuwa ni do, re, mi, fa, so, la, si, do na kadhalika. Pia inafanyika hivyo katika nini? Ufunguo ambao umeshushwa. Hali kadhalika ukija katika F ambayo imepandishwa inakuwa unaangalia hapa, hii ni G clef. Kwa F itakuwa ni wapi? Imesha G, nyuma yake itakuwa F. Kwa kwenye hii nafasi ya kwanza, baada ya mstari wa kwanza, hii nafasi ya kwanza itakuwa kuna nini? Kuna do yake. Kwa utakuja mpaka hapo utakuta kwenye hii nafasi ndo pana do. Kwa kama kuendelea mbele utapanga do, re, mi, fa, so, la, si, do. Lakini hali kadhalika kama unashuka nyuma itakuwa ni do, si, la, so, fa, mi, re, do. Kama itakuwa na kitabu cha sauti za chini vivyo hivyo. Hii ni F clef. Kwa kwenye mstari wa pili pale ndo pana do. Kwa sababu do ipo kwenye mstari wa pili, kama ni kwenda mbele itakuwa ni do, re, mi, fa, so. Kama ni kurudi nyuma itakuwa ni do, si, la, so, fa, mi, re, do mpaka unafika kwenye do nyingine. Hali kadhalika unaweza kufanya nini kwenye flat. Na hii ina alama 6 na hii ina alama 1 ya kiteremsho. Na hizi na maisha kama ambavyo nimekueleza hapo awali zinasomwa sawa kwenye muziki, lakini mecha pale kuja kwenye kinanda zinapigwa tofauti au zinachoro zinapigwa tofauti au zinaimbwa andika solfa za wimbo. Tupo na nyimbo mbili. Wimbo wa kwanza ni Mungu nchi yote itakusujudia, na wimbo wa pili ni mbali kule. Katika kusoma solfa za wimbo, kwanza inabidi utambue ufunguo wa wimbo. Ukisha utambua ufunguo wa wimbo, inabidi utambue do yake ya msingi ya ufunguo, au hiyo herufi ya ufunguo ipo wapi kwenye staff, ambapo staff inategemea na staff. Staff ya G clef ina namna yake kupanga herufi, F clef ina namna yake kupanga herufi, hata kama ingekuwa C clef na ingekuwa namna yake ya kupanga herufi. Na ukishatambua sehemu ambako do yako ya msingi inaanza, ndio uzipange solfa nyingine kulingana na huo ufunguo husika. Kwa mfano tukianza hapa, huu ni kwenye wimbo wa Mungu nchi yote itakusujudia wa Dominika ya pili ya mwaka ambao umetungwa na John Mgando. Utakuta huu ni ufunguo D kwa sababu una sharp 2. Kama ufahamu kuhusu funguo, patia masomo ya nyuma uzikali funguo zote, na tuweka pale kifupisho ili iwe rahisi kukumbuka. Kwa sababu ina sharp 2 ni ufunguo D. Kwa sababu ni ufunguo D, lazima tutafute D inaanzia wapi katika hatua ya pili, tujue D iko wapi au do ya msingi ya D iko wapi. Kwa kutoka hapa tunajua hii ni G clef. Kwenye mstari wa pili ndio kuna G. Kwa kama kwenye mstari wa pili kuna G, tutapanga herufi nyingine zote mpaka tukute D. Kwa kama hapa ni G, mbele yake itakuwa kwenye nafasi hapa A. Kwenye mstari hapa patakuwa nini? B. Kwenye nafasi hapa itakuwa C. Lakini kwenye mstari hapa wa 4 ndio itakuwa nini? D, itakuwa D. Kwa do ya msingi ya ufunguo D inaanzia kwenye mstari wa 4 hapa. Mstari wa 4 hapa kutoka chini. Kwa hiyo kanaomba hapa ndio pana do yetu kwenye kitabu cha sauti za juu. Kwa hiyo tukitaka kupanga hizi solfa, nimesha kupanga hizi solfa, kama ni hii hapa yenyewe, hii itakuwa ni do. Lakini tukitaka kupanga hizi ambazo ziko chini itakuwa ni do, chi kwenye nafasi, la kwenye mstari, so. Kwa hiyo hii ni so. Sauti ya kwanza hii ni so. Hali kadhalika hapo imebaki pale pale, hii ni so, lakini imeshuka chini. Kwa hiyo ni so, kwenye mstari hapa itakuwa fa, lakini hapa kwenye mstari tena itakuwa mi. Kwa mi utapata tena mi, fa, so, la, ti, utafika hapa itakuwa do. Hapa imebaki do. Tena hapa imekuja so. Ili upate ile kule mbele itakuwa ni so, itafuata kwenye mstari la, kwenye nafasi ti, kwenye mstari do, kwenye nafasi re, kwenye mstari mi. Kwa hiyo ni mi.
kwenye itarudi tena mi kurudi nyuma, hii ni re, hii ni do. Utazipanga zote solfa zote za sauti ya kwanza kama ambavyo ipo hivyo. Hali kadhalika sauti ya pili nimesha, kama hapa tumesema hii ni so, inamaanisha itakuwa so, kwenye mstari itakuwa fa, itakuwa ni mi. Kwa sauti ya pili ni mi, hii hapa ni mi, hii imeshuka, itakuwa ni mi. Hapa kwenye mstari le tumeiruka, inafuata do, kwa hiyo hii ni do. Kwa hiyo nimesha, ukisha tambua ufunguo, unatambua do ya msingi inaanzia wapi. Baada ya hapo unaachana zile herufi, unaanza kudili na nini, na solfa. Zikienda mbele do re mi fa sol la si do, zikishuka nyuma do si la so fa mi re do. Hii ni kwenye kitabu cha sauti za juu. Kuna baadhi ya watu wameuliza maswali kwamba unapopanga herufi kwenye kitabu cha sauti za juu ndio hiyo tunapanga kwenye kitabu cha sauti za chini. Hapana, kila kipandisho cha sauti kina namna yake. Hata kama hapa ingekuwa C clef nayo ingekuwa na namna yake. Kwa unachotakiwa kukijua ni sehemu za msingi za kuanzia kupanga herufi ili uweze kupanga herufi kwa usahihi. Kwa kuja kwenye sauti za chini huku, hii hapa, hii ni F clef. Kwa kwenye mstari wa pili wa 4 kutoka chini ndio kuna nini? Kuna F au kuna do ya msingi ya F. Kwa hiyo tupate D, nimesha tutapanga hizi herufi. Kwa itakuwa kama ni F mbele itakuwa ni G, tena itakuwa A kwenye mstari, tena kwenye hapa B kwenye mstari wa ziada itakuwa C. Baada hapo inafuata nini? Inafuata D. Kana kwamba hii hapa, kama hapa ndo do ya msingi ya D inafanyaje? Inaanzia. Hali kadhalika tunaweza tukashuka chini kuanzia hapa. Hii ndo F. Nyuma F inakuwepo nini? E kwenye nafasi. Nyuma E inakuwepo nini? D. Kwa hiyo ni D. Kwa hiyo hapa ni do. Kwa hiyo ni do ya chini, lakini hali kadhalika hii ni do ya juu. Kwa mfano tukienda kwa sauti ya tatu, hii ni do. Hapa mbele tunaenda do. Kama imerudi nyuma inakuwa ni do, si, la, do, si, la. Hapa ni so. Kwa hiyo imetoa hii mungu imetoa kwenye so. Ile kule ni nini? So unapandisha la kwenye mstari wa ziada ti. Hapa do imetoa kwenye mstari wa ziada wa pili re, mi. Kwa hiyo ni mi. Tena hii hapa imebaki pale pale, hii ni mi. Hii imeshuka kwenye mstari mmoja, hii ni do. Unaenda hivyo unazipanga solfa za wimbo mzima kwa sauti ya tatu. Hali kadhalika sauti ya 4 tumesema hapa ni F, hapa ni E, hapa ni D. Kwa kama ni D hapa ndo do ilipo, kwa sababu ni ufunguo D kama tumeona kwenye hizi alama. Kwa hiyo itakuwa ni D hapa, itakuwa ni do, itakuwa ni do, itakuwa ni do, itakuwa ni do. Hali kadhalika hii huku itakuwa ni na hesabu do, itaenda re, tafuata mi, fa, so, la, ti, na huku itakuwa nini? Do. Kwa hiyo unaangalia, unazipanga nafasi mstari, unazipanga kimtiririko. Kama unaenda mbele unapandisha do mi fa sol la si do, kama urudi nyuma unashuka do si la so fa mi re do. Kwa ndio hivyo. Kikubwa ni kwamba kwanza ujue ufunguo, pili ujue do ya msingi inaanzia wapi. Baada ya hapo, kulingana na vitabu vya sauti uzipange herufi. Kwa hiyo unapoandika solfa kwenye kitabu cha sauti za juu tofauti unavyoandika solfa kwenye kitabu cha sauti za chini. Na ukiwa na vizuri katika kuandika solfa, na maana tutakapofika kwenye mazoezi ya kupiga mapigo na kuimba nyimbo inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa naomba tufanye hili zoezi kwamba tumefanya. Kama una wimbo, download wimbo wa nenda Swahili Music Notes, download wimbo wa Mungu Nchi Yote Itakusujudia, kisha jaribu kuandika solfa za wimbo. Hali kadhalika kwa tuna wimbo wa pili, nadhani utakuwa rahisi zaidi kwa sababu tumeshapitia hapo kwenye wimbo wa kwanza. Mfano huu ni ufunguo gani? Inabidi usijue alama za ufunguo. Kama ufahamu, pitia somo la nyuma, andika pembeni, zikalili, tumia na vile vivupisho. Hii ina shapu moja, ni ufunguo G. Kwa kama ni G, lazima tafute do ya G inaanzia wapi. Kwa sababu hii ni G clef, nimesha kwenye mstari wa pili pale pale ndio pana herufi G. Na hapo ndio itakuwa inaanzia nini? Do ya ufunguo G. Kwa kama hapa ni do, inamaanisha pale kwa do, hapa itakuwa re, hapa itakuwa mi. Kwa sauti ya kwanza hii ni mi, hii ni mi, tena imebaki hapa hii ni mi, hii ni mi, imeruka nafasi. Kwa hiyo hii ni fa, imerukwa, imekuja so, imekuja fa, imekuja mi, ikarukwa re, ikaja do. Hali kadhalika utaendelea mpaka mwisho wa wimbo. Hali kadhalika sauti ya pili, kwa sababu ni G clef huku juu, kwa hiyo itakuwa G ndo pana do. Kwa hiyo itakuwa ni do, itakuwa do, itakuwa do, itakuwa do, itakuwa re, itakuwa imeruka do, inakuja T, itakuja do tena itakuja do. Hali kadhalika utaendelea mpaka wimbo mzima. Kuja kwenye sauti ya 3 na 4, hali kadhalika hii ni nini?
ni F clef, na huku tunajua ni ufunguo G, kwa lazima tutafute G kwa wapi. Sasa hii ni F clef tayari, kwa hapo kwenye mstari wa pili ni F, G kwa wapi? Utakuta F G, kwa kwenye nafasi hapa ndo pana nini? Pana G. Kwa utakuta hii nota ya sauti ya 4 hii ipo kwenye imeanzia kwenye nini? Kwenye do. Kwa ili kupata sauti ya 3 itakuwa ni do, kwenye mstari re, kwenye nafasi mi, kwenye mstari fa, kwenye nafasi so. Kwa hiyo huku ni so. Kwa sauti ya 3 wanaimba so so, wanakuja tena so, wanakuja so, wamekuja la, wamekuja so, wamekuja so, wamekuja mi. Hadi kadhalika sauti ya 4 ndio tumesema hapa ni G, kwa itakuwa do. Ile imeshuka chini, kwa inakuja do, kwenye mstari T, kwenye nafasi la, kwenye mstari so. Kwa hiyo wamekuja, wameanza do, wamekuja so, wakarudi tena pale pale do, wakaenda mbele kwa do, wakaruka re kwenye mstari, kwa hiyo ikaja mi. Kwa baada ya mi ikaja re, baada ya re wakashuka chini. Hii ni nini? Re, do, T, la, so. Hii ni so. Baada ya kutoka so wakaja nini? La, T, wakaja do tena wakaja do, hali kadhalika. Unaweza ukaandika solfa za wimbo mzima. Kwa vitu vya msingi vya kuzingatia ni kwamba kwanza kwenye G clef huku juu na kwenye F clef hatufanani namna ya kusolve. Huku juu kuna namna yake ya kusolve kwa kutumia G clef, tunazipanga herufi kivyake, na huku chini hali kadhalika hata ingekopo C clef na mecha na yetu tungepanga kwa namna yake, tungezipanga herufi na tungejua huo ufunguo do yake inaanzia wapi. Kwa hiyo kwanza hakikisha umezikalili funguo. Sijue funguo kwa hatua ya kwanza zikalili funguo, licha kwamba tutafundishana namna ya kuzipata hizo funguo. Hatua ya pili, jua do ya msingi ya ufunguo au wimbo unaanzia wapi. Na hatua ya tatu, zipange solfa kulingana na ambavyo zimejipanga kwenye wimbo husika. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, usiache kubonyeza alama ya subscribe ili uwe kwanza kufikiwa na mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani. Uwe na wakati mwema.